Asante sana. Habari za wakati huu ndugu waandishi wa habari. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia afya njema katika siku ya leo na kuweza kufika mahali hapa. Ni siku ambayo tumeisubiria kwa muda mrefu, sababu ili tangazo la kukutana na waandishi wa habari halijatoka leo. Kwa hiyo ni jambo la heri kumshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku ya leo. Kwanza kabisa ningechukua fursa hii kushukuru pia Baraza la Michezo BMT katika mchakato mzima wa uchaguzi uliofanyika tarehe 17 na mpaka kuchaguliwa na mabondia wote wa Tanzania kuwa rais wao au mwenyekiti wao wa chama hichi cha mabondia wa ngumi za kulipwa Tanzania TPBA. Ndugu waandishi wa habari, nina imani kubwa yenu nyinyi kwa sababu nyinyi ni wana michezo, nyinyi ni master plan, nyinyi ni legend, lakini nyinyi ni msaada mkubwa katika sekta nzima ya michezo. Na ndio maana katika mambo yetu yote sisi kama wana michezo tunapenda kufanya kazi kwa ukaribu sana na waandishi wa habari, kwa sababu tunajua yale ambayo yanatusumbua, yale malengo yetu ambayo tunataka yafike sehemu husika, basi yanafika sehemu husika. Kwa hiyo niwapongeze pia nyote mliohudhuria katika shughuli yetu ya leo hii. Ndugu waandishi wa habari, kikao chetu cha leo ni shukurani, lakini pia kutangaza malengo ya TPBA katika uongozi mpya uliochaguliwa tarehe 17. Niwaambie tu kitu kimoja kuhusiana na TPBA. Hiki chama kimeundwa mahususi kabisa kuwakilisha mabondia wa ngumi za kulipwa, lakini pia na kusimamia maslahi ya mabondia wa ngumi za kulipwa. Kwa hiyo taraa uko nje ukisikia TPBA, basi usifikirie kuna utofauti wa TPBA na TPBRC. Kwa hiyo nimwafikisha hapo kidogo kwanza, ili nje ukisikia TPBA ujue ni chama ambacho kinasimamia au kinawakilisha mabondia, lakini pia kinasimamia maslahi na mambo yote ambayo yanamhusu bondia wa Tanzania wa ngumi za kulipwa. Katika mipangilio yetu ya TPBA na uongozi wangu, ambao uongozi huu wa TPBA unaongozwa na viongozi zaidi ya 8. Kuna mwenyekiti, kuna katibu, kuna mweka hazina, lakini pia kuna makamo wa mwenyekiti, alafu kuna wajumbe 4. Kwa hiyo inakuwa ni viongozi 8. Kwa hiyo huo ndo muundo rasmi wa chama hichi cha TPBA katika uongozi. Niende moja kwa moja dhamira na malengo ambayo yamenifanya mpaka nikafika hapa katika sera yetu sisi kama viongozi wapya wa TPBA. Lakini pia kabla sijaanza sera yangu ya kwanza au mpangilio wetu wa kwanza, pia ni washukuru viongozi wote waliokihudumia hiki chama, ambao ni viongozi waliomaliza muda wao wakiongozwa na champion Jafet Kaseba. Ni washukuru pia, wamefanya walipofanya. Ni wakati sasa wa uongozi mpya waendeleze pale walipoacha viongozi wetu waliomaliza. Ndugu waandishi wa habari, katika uongozi wangu mimi kama mwenyekiti wa mabondia Tanzania, hasa mabondia wa ngumi za kulipwa, tuna sera, tuna mipangilio ambayo ipo kikatiba. Na pia mjue ndugu waandishi wa habari kwamba
mipangilio yetu, plani zetu hazitoenda tofauti na wenzetu waliopita, isipokuwa the differences will be how are we going to implement that plans or to follow that procedure that we have made. Hiyo labda ndio itakuwa ni tofauti, lakini lengo ni lile lile, madhumuni ni yale yale. Tutatofautiana vile approach ambazo tutafuata mabondia, zile ambazo sisi tutazishughulikia, hapo ndio tutatofautiana, lakini lengo ni lile lile. Lengo la kwanza ni maslahi na ustawi wa mabondia. Maslahi na ustawi wa mabondia. Nadhani hiki chama kitajikita zaidi, au ni jukumu lake la kimsingi ambao liko katika katiba ambayo tunaita ni TPBA Constitution, na sisi tutafanya kazi ambayo tuko ndani ya katiba yetu. Sisi kama viongozi tutahakikisha haki za mabondia katika mikataba yao. Haki za mabondia katika mikataba yao. Sisi kama chama tutahakikisha bondia wetu yote yule atakayekuwa na mechi lazima tupate mkataba wake. Kwa sababu gani tupate mkataba wake? Tutajua huyu bondia wetu anaenda kulipwa kiasi gani. Hata kama kutatokea tatizo lolote la ulipanaji kati yake yeye na promota, tutajua jinsi gani huyu bondia tuweze kumsaidia. Leo hii kama bondia akituletea shida yake, kama hajalipwa, kama sisi hatujapata mkataba, itakuwa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo haki za mabondia katika mikataba, na tutawaomba mabondia wote wa ngumi za kulipwa Tanzania, baada ya mikataba kuipeleka sehemu nyingine husika, basi lazima mkataba huu pia ufike katika chama chao ambao ni TPBA, ili tuweze kujua utaratibu wote na mpangilio wote wa huyu bondia aliyeingia mkataba na huyu promota. Lakini vile vile tutajua pia malipo, tutaangalia malipo kwa wakati. Kuna mapromota wengine wana sheria zao. Aweza ukalipwa after fight or you can be paid after 7 days ya fight. Tukiwa na ule mkataba tutausoma sisi kama viongozi, tutajua huyu bondia wangu anatakiwa alipwe kwa wakati gani. Je, ni immediately after the fight or after 7 days? Baada ya fight, mfano siku 7. Tutajua ikifika ile siku 7 kama bondia hajalipwa, ni jukumu letu kama viongozi la kumsisitiza huyo promota aweze kutenda haki ya huyu bondia, aweze kumlipa.